Second King chapter 18 verse 1 to 8. Now our topic today it is relying on the presence of the Lord, ama kutegemea uwepo wa Bwana. Na jambo moja ambao tutaangalia kutoka kwa hiki kifungu ambacho tumekisoma, it is to do what is right in the eyes of the Lord. To do what is right in the eyes of the Lord. That is one important way we need to do when relying on the presence of the Lord. And we will take it from the verse 3 and 4. And I will read. Tuwekewe hapa hivi ndio tuisome vizuri sote. Verse 3 and 4. On that book, 2 Kings, chapter 18, verse 3 and 4. And I will read. And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father David had done. He removed the high places and broke the sacred pillars, cut down the wooden image and broke it in pieces, the bronze serpent that Moses had made. For until those days, the children of Israel burned incense to it, and they called it Nehushtan. Praise the Lord. This king did good things before the Lord. Tunaona kwamba alibomoa hizo miungu ambazo zilikuwa zinaabudiwa na those people wakati aliingia katika ufalme. Praise the Lord. Alibomoa manake yeye tumaini lake ilikuwa ni kumwomba Mungu lakini si ile miungu. You as a Christian, what are you supposed to do before the Lord so that when God see you, he says this man of me is doing good to me? I don't know ni pande gani ambao Mungu akiangalia hivi anaona huyu mtumishi wangu ananitendea jambo jema kwangu. Bwana Yesu asifiwe. It may be you are there and you are a singer and you didn't want to sing before the people, before the Lord, and that gift it is in you. Praise the Lord. One day God will ask you. Mungu siku moja atakuuliza. Maybe you have given a gift to support and you don't want to do. Huyu mfalme wakati aliingia katika ufalme alifanya jambo ambalo lilikuwa ni nzuri sana katika Mungu. Alifanya jambo ambalo ilimpendeza Mungu. We are told in 2 Chronicles. Tuwekewe 2 Chronicles chapter 29 verse 3. Second Chronicles chapter 16 verse 9. Tuwekewe tuisome sote. It says this, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. In this you have done foolishly. Ndio hiyo kweli? 29 verse 3. 2 Chronicles 29 verse 3. Not 16. Yes. In the first month of the first year of his reign, he opened the doors of the temple of the Lord and repaired them. Praise the Lord. Wakati aliingia ufalme hivi tu, ndio alijenga hiyo madhabahu ya Mungu. Kwa sababu
Yeye tumaini lake kubwa ilikuwa ni kufanya jambo ambalo ni nzuri mbele za Mungu. Miungu ilikuwa inaabudiwa. Yeye ilikuwa si hoja yake kuifuata. Lakini yeye alipenda kumtukumikia huyu Mungu na akaweza fufua yale madhabahu ambao watu walikuwa wameacha kwa kumwabudu Mungu. Na ikawa amefanya jambo nzuri mbele za Mungu. I don't know what good for now you are doing to worship the Lord. When God sees you, I don't know, He sees what in you. Sijui ni jambo gani ambao unampendeza Mungu kwayo, ambao unafanya. In your families, maybe they are worshiping those idols, but it is not about of you to follow that worship of idols. But iwaweza kufufuka katika ile familia na kusema kutoka wa leo ni kuabudu Mungu, na uanze kujenga neno la Mungu katika ile familia. Praise the Lord. Usijali kwamba maybe you waweza kutengwa na familia, but what you are focusing, it is to worship the Lord. Praise the Lord. Tukisoma katika kitabu cha 1 Peter chapter 3 verse 12. 1 Peter chapter 3 verse 12. Nasema kwamba the eyes of the Lord watch over those who do right. Iweke tuisome sote. First Peter chapter 3 verse 12. Let us read together. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do. Those who do? Yes. The eyes of the Lord iko tu ikiangalia wale ambao wanafanya kazi ambao inampendeza. But it's not for those who are doing evil. So the time you are doing that evil thing, I don't know for you what evil thing you do. But you know it. It is you to know the eyes of the Lord is not looking you. But ujue kuna macho inakuangalia. And waweza kujijazia ni macho gani. But it's not the Lord, because we are told the eyes of the Lord watches over those who do right thing. Wale ambao wanatenda jambo ambayo inampendeza Mungu, hao ndio macho ya Mungu inawaangaza. Lakini si wale ambao wanatenda mambo ambayo haipendezi Mungu. Praise the Lord. So the time you are doing good things, no, the eyes of the Lord is there watching you. Now, and through those doing those good things, no, there is a blessing. Kuna baraka utabarikiwa na Mungu. But if you are doing evil things, it may be you are doing evil things to you, or to your neighbor, or to your friends, or even to this church. Because we hear some of people nowadays, the way they are doing in church. They are doing miraculous in these altars. Wanafanya mambo ambayo hata utaki, yani hata ukiyafikiria sana, inaweza kufanya uache madhabahu, uache kuabudu Mungu. Manake those people are doing bad things, and they are doing before you. Jua wale watu kwamba macho ya mwana haiangazi kwao. And now it's like you are finding a curse. Utakuwa unatafuta curse, manake sasa kufanya jambo ambayo ipendezi Mungu itakuwa si poa, itakuwa si fair. And you are a Christian, your work is to do good things, and the eyes of the Lord will be upon you. Praise the Lord. Ukisoma pia katika 2 Chronicles chapter 16 verse 9a, 2 Chronicles chapter 16 verse 9a,
Tuwekewe tusome. Yeah, 2 Chronicles verse 9. Asoma hiyo pande ya kwanza tu. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. So, the time God is watching nchi yake, ujue anaangalia wale ambao wanaotenda mema kwake. Praise the Lord. So, are you one? That is the question you are supposed to ask you. Wewe waweza kuwa ni mmoja kati ya hao ambao wanaangazwa na Mungu katika hii ulimwengu tuko. Are you one? And if you are not one, it is you to turn. Uanze kumwabudu Mungu na uanze kutenda yale ambayo yanampendeza, na hakika Mungu atakubariki zaidi. Praise the Lord. Let us see the second thing, the second important. Jambo la pili. It is to trust the Lord. Trust the Lord. The second important things we need to do when we rely on the presence of the Lord, it is to trust the Lord. And the third, we will take it from verse 5. Second Kings 18, verse 5. Inasema, he trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor who were before him. So this king trusted the Lord. He trusted the Lord. When you read from verse 13 of this chapter, from verse 13 downwards, it came a time, and there was this king of Syrian, ambao alikuwa anaitwa Sennacherib. And this king wanted to attack the fortified cities of Judah. And he sent his officials to this king, Hezekiah. And when those officials went, naye huyu mfalme Hezekiah akatuma the officials wake. The time they meet, this is what the commander of those soldiers of Assyrians said to them. You are not supposed to follow Hezekiah. You are not supposed to follow Hezekiah. You are supposed to follow our king, ambao ni huyu tumemwona anaitwa Sennacherib. Now, the time they returned that message to Hezekiah, Hezekiah went to temple. Alienda katika hekalu la Mungu. And when you read chapter 2 Kings chapter 19, from verse 1 downwards, you will find he went to temple, and he sent his officials to this prophet Isaiah. Why? To pray him because of this thing. Kwa sababu ya hii jambo ambayo imewakumba. Now people are told to follow this king of Assyrians. But waliomba. They prayed. When difficulties come on your life, it is not you to turn to you, but it is to turn to the Lord. It is you to trust the Lord. Manake yeye niye atakushindania katika ile mapito. Praise the Lord. It is you to turn to God
Because God is the one who can protect you. Mungu ndiye anaweza kukusaidia katika ile jambo. It is maybe you want to get a job, you want to be employed, or it is maybe you want to stand because of the family. They have a lot of issues, and it is you to stand because of that family. It is you to trust the Lord, and God will do whatever you need from him. Praise the Lord. Ni tumaini lako tu weka kwa Mungu, na hao mambo utaanza kuona akibadilika polepole. Praise the Lord. Lakini si uweke tumaini kwa mwili wako, si uweke tumaini kwa wengine, because some of people, they trust their mind. Wacheni tusome Proverbs 3:5-6. Tuwekewe tusome sote. Proverbs 3:5-6. Tuone vile inasema. Proverbs 3:5-6. Let us read. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Praise the Lord. Yeah. Mtumainie Mungu, lakini usifanye kama wewe. Tunaambiwa kwamba we are to trust the Lord and not learn from our own understanding. We know we are learned. Sawa, tumesoma mpaka university. We have our mind. Sawa, we have money in our home. But let me tell you, that money, there is something that they cannot do. Hizo pesa tu, na huko kusoma kote, haweza kuwa kuna jambo muhimu sana haiwezi kabisa kufanya. And if we want to believe, ulizia kule kwa waganga, usikie wale watu wanaenda huko. Mtu ameenda na Prado yake, gari nzito. Kwa nini? Because of a small thing ambayo inamsumbua tu. Jambo ndogo na itamsumbua sana. Yes, amesoma mpaka akasoma zaidi, but haiwezi kuifanya ile jambo, ni nzito kwake. Kwa sababu tumaini lake ni pesa, tumaini lake ni kusoma. Lakini haziwezi msaidia katika ile jambo. Ndio maana anachukua hatua ya kwenda kwa waganga. Anachukua hatua ya kukujia wewe. Hana time ya kumwabudu Mungu. Hana time ya kumwambia Mungu, hii jambo limekuwa nzito kwangu. We as a Christian, it is now to know that when those things come to our life, it is us to trust the Lord. Ni Mungu tu ambao atatuwezesha katika hayo mambo. Lakini si tegemeo ya akili zetu, mawazo yetu. Sawa, hizo zitatusaidia katika kuishi. Maana tunasoma ndio tuweze kusaidika katika kuishi. So, but there are some of things. Kuna mambo mengine kama haya yalimkujia huyu mfalme. Alikuwa ni mfalme na alikuwa anaweza kutumia njia zozote. Lakini alienda katika nyumba ya Mungu. Alimwambia the prophet Isaiah, tuombe kwa ajili ya hii jambo. Praise the Lord. It is you to trust the Lord, and God will protect you. Even when you read Jeremiah 17:7-8, inasema, blessed is a man whose trust in the Lord, whose confidence is in him. Anayebarikiwa yule ambao tumaini yake iko kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo tu ndio anaye baraka. Yule ambao mambo yakija anapinduka, anaangalia msalaba. Anasema niokoe. Mungu nisaidie katika hii jambo. Huyo tu ndio ambaye amebarikiwa. Vile mstari umetuambia. But si wale ambao hawamtegemei Mungu, si wale ambao tumaini zao haziko kwa Mungu. Hao watu wanataabika zaidi na zaidi. So it is us to know we are supposed to trust our Lord. Hata mambo kama yamekuwa mazito vipi, it is us to trust our Lord. Unaweza patana na mtu ambao amehangaika zaidi. Amehangaika kwa sababu ya jambo kidogo sana.
Na huyo mtu, huyo jambo amehangaika ni kwa kukosa ufahamu. Praise the Lord. Huyo mtu tu ni kukosa ufahamu amekosa. Ndio maana anahangaika. Lakini angekuwa na ufahamu kidogo tu, yule mtu angezaidika sana. Now assume you are here and you have heard the word. Na wewe ndio tunapatana nao ukihangaika pale njiani, pale kazini. Wafikiri tutakufikiria vipi? And we have heard the word. It is us to trust our Lord. Ni vile tu ulipuuza ile neno, ni vile tu unapuuza ile ambao huwa anaambiwa. Lakini kama wewe ni Mkristo ambao ni kamili, unafaa uweke tegemeo lote kwa Mungu. Unafaa umtegemee Mungu katika kila jambo. And if you found your friend, yeye bado hajakuwa katika hii neno, it is you to assist that somebody to know kwamba tumaini lote tunafaa tuiweke kwa Mungu, lakini si kwa sisi, si kwa mawazo yetu, si kwa akili zetu, si kwa elimu yetu, lakini ni kwa Mungu. Ni yeye anaweza kusuluhisha hiyo jambo. Bwana Yesu na apewe sifa. Praise the Lord. Ni tumaini la mtu ambao ataiweka kwa Mungu ndiposa amsaidie katika ile jambo. Saa hii tunaelekea siasa, tunaelekea uchaguzi. Wengi wataweka tumaini lao kwa viongozi. But I want to tell you, unaweza pata mtu pale nje akilalamika sana, akisema mimi nilimchagua, nilimpa kura zangu, niliweza kuconvince people to vote for that person, na huyu mtu hajanisaidia. Ni wengi sana huwa wanalalamika kwa sababu yule mtu, yeye tumaini lake lote aliweka kwa yule mtu. Yeye aliamua mimi nitazaidika wakati fulani ambao ataingia katika uongozi, nitazaidika kupitia kwa fulani fulani. But we are people, sisi ni wanadamu, huwa tunachoka. Imagine yule mtu ambao unamlililia, wafikiri analiliwa na watu wangapi? Ni wengi sana. So hawezi zaidia kila mtu. Kuna wale atafikia na kuna wengine hawatawafikia. It is you to know. Lakini Mungu atafikia kila mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atachagua, atafikia kila mmoja. Lakini kiongozi, kwa sababu ni mwanadamu kama wewe, yaweza kosa kukufikia. Na si ati kwa sababu hakujui ama maybe ameamua hata kusaidia. No. Ni kwa sababu yeye ni mwanadamu na amesaidia pale ambao anaweza. Bwana apewe sifa. Na sisi hatufai kuwalaumu zaidi. Hata kama tutalaumu, lakini tusiwalaumu zaidi, manake ni watu kama sisi. Saa hii tuanze kuchaguana hapa ni nani atasimamia project fulani. Hatutamaliza muda mkubwa tu utaanza kusikia malalamiko. Utaanza kusikia watu wakilalamika, angalia fulani hatufanyii. Kwa nini hawafanyii? Ni kwa sababu yeye ni mwanadamu, anafanya ile ambao anafanya na atachoka. Na si ati atafanya kwa kukosa yani kuamua kwamba atafanya. No. Ni kwa sababu sisi ni wanadamu na huwa tunachoka. But when we put our trust to the Lord, God will do everything to us. Let us see that important thing. Jambo la tatu, when you rely on the presence of the Lord, be faithful to the Lord and never disobey him. Be faithful to the Lord and never disobey him. That is on verse 6. Verse 6 of 2 Kings chapter 18 verse 6. Inasema, for he held fast to the Lord. He did not depart
from following him, but kept his commandment which the Lord had commanded Moses. He kept the commandment that God gave to Moses. He put trust. He was faithful before the Lord. Huyu mfalme na yeye hakuweza kufanya yale ambayo Musa alikuwa amewaagiza wafanye. Yeye hakufanya kinyume na yale. Alifuata zile sheria ambazo zilikuwa zinapeanwa, ambao you know them, the 10 commandments. Na pia kupitia hiyo imani, when the time they prayed, walienda hekaluni vile tumeona, wakaomba kwa ajili ya hii jambo ambalo limewakumba. When we read in 2 King chapter 19 verse 35 to 37, utaona vile Mungu alitenda jambo la busara kwao. 2 King chapter 19 verse 35 to 37. And I want to read. And it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when people arose early in the morning, there were the corpses, all dead. So Sennacherib king of Assyria departed and went away, returned home, and remained at Nineveh. Now it came to pass, as he was worshipping in the temple of Nisroch, his god, that his sons Admelech and Sharezer struck him down with the sword, and they escaped into the land of Ararat. Then Esarhaddon, his son, reigned in his place. Because of their faith, God protected them. He sent the angel, and that angel killed 185. Maana vile ukiweka tumaini lako kwa Mungu vile huwa anatenda mambo. Imagine 185 soldiers and even officials there, wote waliangamizwa. Morning nilikuwa nauliza watu wa Morning Glory, ingekuwa ni wewe, ungesikia vipi wakati ambao unasikia Al-Shababu wameingia Kenya na wameuliwa mahali pale tu wakiingia karibu 200,000 wameuliwa? Wewe kwako utafeel aje? Nao sasa assume is you. Wewe utatoa shukrani gani kwa Mungu? Utasikia vipi wakati ambao Mungu amekutendea ile jambo ambalo lilikuwa nzito kwako? Utakuwa na shukrani gani? Utakuwa una furaha gani mbele za Mungu? You will be happy. Utasikia furaha nyingi zaidi. Najua kila mmoja wakati ambao atakuwa anasherehekea kwa hiyo ushindi, kwa yale Mungu ambao amembariki nayo, itakuwa haina kipimo, itakuwa ni shangwe na vigelegele nyingi. Angalia vile Mungu aliweza kuwafanyia wale maadui, wale watu ambao walikuwa wameamua kuangamiza ile nchi. Aliua, alituma malaika na akaenda akaua 185 vile ambao tumeona. Those are a lot of many people. 185 soldiers wote. So ilikuwa ni shangwe kwao, manake they have won. They trusted in the Lord and they humbled before the Lord. Waliweka tumaini lao kwa Mungu pia kwa ajili ya hii jambo aweze kuwatendea. Na hakika Mungu aliwatendea na aliwasaidia sana. Ukisoma katika Proverb
Proverbs 2:7-8. Tuwekewe tusome sote. Proverbs 2:7-8. Inasema, he stores up sounds, wisdom for the upright. He is a shield to those who walk upright. He guards the paths of justice and preserves the way of his saints. Yaani Mungu yeye anatuwekea ushindi ambao sisi hatuoni. We have not seen it, but when you rely on the Lord, God will do something. Atakushindania. Manake amesema he holds victory in store for the upright. Ameweka ushindi. So wakati ambao umenyekea mbele zake, ule ushindi ataachilia. Kule kushindania utaweza kwa sababu ya kuwa umeweka imani kwake, kwa sababu ya kuwa you have obeyed his Lord. When we read in Psalms 37:28, inasema, Psalms 37:28, inasema, for the Lord loves justice and does not forsake his saints. They are preserved forever, but the descendants of the wicked shall be cut off. For the Lord loves justice and does not forsake his saints. They are preserved forever, but the descendants of the wicked shall be cut off. Praise the Lord. Kama umeweka tumaini yako kwa Mungu, Mungu hawezi kuacha kamwe. Kama Mungu umeweka tumaini lako kwa Mungu, Mungu yuko kwa wewe. But kama wewe utakuwa unatenda yale ambayo haimpendezi, Roho wa Mungu hatakuwa pamoja na wewe. Roho wa Mungu hatakuwa na wewe. Na tumeambiwa kwamba part B of it, they are preserved, but the descendants of the wicked shall be cut off. Wataweza kuangamia kwa sababu wale watu wanatenda yale ambao si mema. And I know you are not the one who do those evil things, but I know you do good things before the eyes of the Lord. Na mimi ni kukuambia tu, weka tumaini lako kwa Mungu. Be faithful before the Lord and never disobey his law. Be obedient. Obey the law. Obey. Be a person of obedience in church, in working place, in wherever you are, even your family. Even train your family to be obedient before the Lord. And even before your family. And God will bless you. Mungu atawabariki zaidi. But if you train them to do bad things, Roho wa Mungu hatakuwa pale. That's why unapata familia nyingi zinapata mapito mangumu, manake Roho wa Mungu hayuko pale. And it is us, we servants of the Lord, to go and train those people, to go and save those people, so that they may know the word of God, they may know the truth of it, so that they may be humble before the Lord, and that they may obey the Lord, and that the Lord saves them. Lakini si waeke tumaini zao kwa watu ama nini, they will be passing a hard period of life. Watakuwa wanapitia mambo mangumu sana. Lakini wakiweka matumaini yao kwa Mungu, watakuwa wanaona mambo mazuri yanaendelea. I know you know your life well. You know your family well. So it is you to train your family to be faithful, to obey,
to trust the Lord and to do what is good before the Lord kila wakati. And if you know you have given a skill to do better, to do good before the Lord, it is you to know now to start doing it. Si ukae na ukae na ukae. Huwa naambia watu wa kule kwetu kwamba kama unajua Roho wa Mungu anakuzungumzia ufanye jambo fulani na ufanye, huwa inakaa ikikuumiza. Huwa unasikia kuumia sana. Kwa sababu Roho anakutuma kufanya jambo nzuri, lakini wewe haufanyi. Anakutuma uwe mwimbaji, lakini wewe umejizuia tu. Anakutuma uzaidike, usaidie wengine na usaidie huduma ya Mungu kwenda mbele, lakini wewe unazuia. It is us as a Christian to know the time that we will trust the Lord, the time that we will do good things before the Lord, it is the time we will start getting blessing from the Lord. Hiyo ndio wakati ambao tutaanza kupokea baraka. Kanisa tunajua iko na mahitaji yake. We are not equal. You are given that gift of supporting the ministry, supporting the church. Some of instrument, but here, thank God, because it's like you have everything. But there are those people who don't have. Na kuna mtu yuko pale katika ile kanisa, na yeye amepewa pesa, Mungu amepewa hiyo kibali cha kuwa na pesa ya kusupport, lakini yuko pale na anatumwa na Roho wa Mungu aweze kufanya jambo kwa ajili ya hii huduma ya Mungu iendelee, but bado yomzuia yuko hapo. Huwa si vizuri. We as a Christian, we are not supposed to live like that. We are supposed to change, to live the life that will be good before the Lord, and the life that will receive blessing from the Lord. Na tukikaa hivyo, najua kwamba Mungu atatubariki zaidi. So, as I conclude, I want you to remind you the 3 steps that you are supposed to do when you rely on the presence of the Lord. And the number 1 about tumeona, it is to do what is right in the eyes of the Lord. Kufanya yale ambayo anampendeza Mungu. Na number 2, to trust the Lord. Tumaini lako yote weka kwa Mungu. Na number 3, be faithful to the Lord and never disobey him. Be faithful to the Lord and never disobey him. Na ukifuata hao mambo matatu, I want to tell you, you will receive the blessing of the Lord. Mungu atakutetea katika kile jambo ambayo unapitia katika maisha yako, na hakika pia wengine watafuata baraka ambazo wanaona kwako, na hiyo itakuwa njia moja ya kufanya wengine pia wamtumikie huyo Mungu through the blessing they are seeing that person to you. So may the Lord bless us as we continue serving him and even trusting him. Let us pray. Dear Lord Father, we say thank you at this time, Father. Thank you for blessing us with this word, Lord. The word teach us, Father, to trust you, Lord. The word teach us to do good things before you, Lord. Father, I know, Father, you have given us gifts to do good things before you, Lord. I pray in this time, Lord, to bless your people to start doing those things that you have given them to worship you with, Lord Father, so that they may receive their blessing. Lord, even I pray so that, Lord Father, to bless us, Father, to be obedient before you, the way we have seen, Father, to obey you like the way this king obeyed you, Lord Father. I pray, Lord, to bless us and be with us. Bless these servants, one, they have their need, Lord. Bless them. Let them, Father, whenever they trust you, Father, be the answer to them, and they will say thank you to you, Lord, Father. In the name of Jesus, I pray and I believe.